hajaniletea. Kwa hiyo tumeshindwa kujua uhalali wa deni lake. Ninyi wale wanaolisha shule nyaraka zake wao mnaweka wapi? Ninyi si mna watu wanaolisha, wanaotoa huduma? Nyaraka zinakuwa shuleni kama zile za shule, lakini kama kwa akitengeneza nyaraka tu mnamlipa. Ninyi hamna nyaraka? Kwenye kumbukumbu za ofisi zetu mheshimiwa hatuna nyaraka. Nani alikuwa analisha watoto? Sikatoa huduma. Ina maana ninyi halmashauri huwa mnalipa kutokana na nyaraka anazoleta anayedai? Mheshimiwa Waziri Mkuu, utaratibu wa malipo tunayafanya kupitia yale vibali vya malipo kuanzia awali, kama kuna LPO na nyaraka labda risiti na delivery note. Hicho ni kichaka cha kucheleweshea watu malipo. Ninyi ndio mmempa kazi. Ninyi ndio mmempa kazi. Hamna nyaraka. Sasa kazi alipewa na nani? Eti kazi ulipewa na nani? Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilipewa zingine na mkurugenzi na watendaji wengine, tena walinipa bila kunipa hizo LPO, na ni kitu ambacho tumekizoea. Mzabuni unaambiwa toa huduma, unatoa. Baadaye ukianza kwenda kufuatilia wale watendaji ili waweze kukupitishia malipo yako, wanaanza kupiga chenga, na mwisho wake kila siku kienda unaonekana msumbufu. Ulitoa huduma wapi na wapi? Idara ya elimu, karibu idara zote za halmashauri, elimu, afya, utawala, zote hizo nimetoa huduma mkuu. Sasa kesho ambapo hatutakuwa na ziara, mkae naye hii kwenye majumuisho, mje mniambie mnamlipa lini. Sawa mheshimiwa. Haya, mpeni mwingine. Ndugu mgeni rasmi, mimi ni mstaafu wa idara ya afya, nimestaafu mwaka 2022. Kuna michango yangu mingine haikufika kwa mifuko husika ambayo ni PSSF na NSSF. Nimekuwa nikidai, nikaingia mpaka bungeni kipindi cha marehemu Jenista Mhagama akiwa hai. Akanirudisha kwamba hizo hela hazikufika kwenye mifuko, inatakiwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Kiteto anilipe. Toka nilipostaafu 2022 nimekuwa 2023 nikihangaika mpaka nikaingia bungeni, wakanirudisha hazina nikaja wilaya, wakanielekeza nije halmashauri ya wilaya Kiteto kwa mkurugenzi. Nikaandika barua, wakaniambia kwamba wamefanya utafiti, sina nachodai, lakini barua zangu zinaonyesha na madai yote nayo yadai. Nimeweka vielelezo vyangu na barua nimempa mhusika hapa. Umempa nani? Nimempa mhusika, aliposema tu hapa wahusika barua zetu. Kule. Basi hiyo itafuatiliwa tu. DMO iko wapi? DMO iko wapi? Haya, DMO iko wapi? Mkurugenzi unalijua hilo jambo? Unalijua hilo? Mheshimiwa, ni kweli nalifahamu swala la huyo mstaafu, na alifika kwangu mara tu baada ya mimi kuhamia pale. Alikuwa ana madai yake, ambayo madai yake kimsingi anadai PSSF. Wako wapi PSSF? Kuna mwakilishi hapa? Tuna mwakilishi wa PSSF hapa? Elezea. Asante mheshimiwa. Tulivyowasiliana na PSSF, nao walitujibu kwa nyaraka kwamba kwa kumbukumbu zao huyu mama au huyu mstaafu hana madai yoyote. Kile alicholipwa ndio alikuwa stahili yake. Alilipwa mafao yake kulingana na stahiki yake kwa mujibu wa hiyo barua kutoka PSSF. Asante mheshimiwa. Mbona anasema kuna barua zinazoonesha anadai? Hapana mheshimiwa, tunaweza tukaziwasilisha kwako mheshimiwa barua zilizopo kwetu. Wanasema wamesha. Hebu mtanipatia hizo. Unalifahamu hili jambo? Hebu mpeni nyaraka rasi aongee na huyo mtendaji mkuu wa PSSF. Sawa mheshimiwa. Mwingine?
Wale ambao wamewasilisha bahasha, wala msiwe na shaka, zimeshafika, nitazipitia tu moja baada ya nyingine. Ni njia nzuri ya kueleza maelezo yako, wala msipate shida ya kulielezea, ili tuwape fursa wengine ambao wana jambo la hapa. Twendeni haraka haraka. Kwa majina naitwa ndugu Ngogi Zuberi Sejengo, ni mkazi wa kijiji cha Zambia, kata ya Lengatei. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu aliyokuwezesha kufika hapa katika wilaya yetu ya Kiteto kuja kuangalia matatizo na kero za sisi wananchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi na kero zangu mbili. Kero ya kwanza ni kwamba marehemu baba yangu alifariki mwaka 2008 na aliacha shamba ekari 60 alizozipata kuanzia mwaka 1986 katika kijiji cha Lengatei. Shamba hilo, ndugu Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumelifanyia kazi mpaka mwaka 2015. 2015 ndio ukaingia utaratibu wa watu kufukuzwa mashambani, kilimo cha utaratibu bila kuangaliwa haki zao na mashamba waliyopata muda gani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikachukua hatua, nikafika mpaka kwa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya akalifanyia kazi, lakini ikawa hilo swala haliendi mbele wala nyuma. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pili, kuna shamba nilikodi katika kijiji cha Lesoit, kijiji kata ya Lengatei, ekari 20. Nililima shamba hilo kwa gharama shilingi milioni 4,500,000. Nililima mazao hayo, yalipofikia kipindi cha kuzaa zikaingia ng'ombe za wenzetu wafugaji ambao ndio tuseme sijui ndio wenye Tanzania, wakachungia shamba langu, likaisha, sijapata hata kilo moja ya mahindi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, haya nimekusikia. Lile la shamba la kwanza ulilosema eka 60, nani alichukua? Tumenyang'anywa na kijiji cha Lesoit kinyume cha utaratibu. Wakati kijiji cha Lesoit mzee anapaswa hilo shamba, kakutwa na utaratibu wote. Kijiji cha Lesoit kilikuwa kiko chini ya mamlaka ya kijiji cha Lengatei kama kitongoji. Kwa hiyo limepelekwa kwenye kijiji. Wamelichukua, wamesema wameweka hifadhi ya malisho. Wakati utaratibu wote umenikuta hapo. Mwenyekiti wa kijiji yuko wapi? Mwenyekiti wa kijiji hicho yuko wapi? Mheshimiwa diwani. Mheshimiwa diwani wa eneo hilo, hebu sogea tuambie hili likoje hili. Mwenyekiti wa kijiji. Haya, Mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa kijiji, hebu sogeeni mbele hapa. Anayelijua hilo jambo hebu aelezee. Mheshimiwa diwani, ulikuwepo na awamu iliyopita? Hapana, mimi ni mpya, lakini swala hilo pia ninalijua. Tuambie Mheshimiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kijiji cha Lesoit kilianzishwa mwaka 93. Lakini eneo ambalo mlalamikaji anasema eneo lile lilikuwa kiasili kabisa ni eneo la wafugaji. Kwa hiyo kijiji kilipopanga matumizi bora ya ardhi, eneo lile lilionekana kwamba ni eneo la malisho ya mifugo na tayari imewekwa kwenye mpango ya Alole. Kwa hiyo malalamiko yale kijiji inajua, na hata juzi changamoto yake ilifika kwa katibu tarafa au mkuu wa wilaya na katibu tarafa. Rusuni asogee mbele na akapewa ufafanuzi kwamba eneo lile wakulima wote, hata mimi familia yangu imenyang'anywa karibia heka 400, wote tumekiri tumeacha kwa sababu ya mpango matumizi bora ya ardhi. Hebu msikilizeni mwenyekiti wa kijiji. Mheshimiwa diwani, umefafanua vizuri, nimekusikia. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa kweli madai ya huyo ndugu kama alivyosema Mheshimiwa diwani, kijiji cha Lesoit kilianzishwa mwaka 92. Halafu tumepanga matumizi bora ya ardhi 97. Na shamba liliandaliwa lini?
Mheshimiwa Waziri Mkuu, shamba liliandaliwa mwaka 1986 kwa muktasari wa kijiji cha Lengatei. Kipindi hicho Lesoit ni kitongoji cha kijiji cha Lengatei. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, unazo nyaraka? Nazo Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sikilizeni niwaambieni. Mnasikia ndugu zangu? Nisikilizeni vizuri sana kwenye hili jambo. Moja, nitaunganisha mpaka na hilo la mazao. Moja, mimi sipingi mambo ya matumizi bora ya ardhi, kwa sababu huo ndo uelekeo wa nchi yetu. Ni sera ya chama kilichounda serikali, ipo kwenye ilani, ni uelekeo wa serikali, ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais pia kwamba lazima tuende kwenye matumizi bora ya ardhi. Mnanisikia ndugu zangu wa Kiteto? Lazima tuende kwenye matumizi bora ya ardhi. Kitu kimoja tu ambacho nawaomba nyote mtembee nacho ni kwamba nchi hii hakuna namna ambapo tunaweza kutenga shughuli za kilimo na ufugaji. Katika baadhi ya maeneo ya nchi hii wanaolima ndo wanaofuga, na katika baadhi ya maeneo wanaofuga ndo wanaolima. Sasa jambo moja ambalo tunatakiwa tuepuke, niliseme mwishoni, tuepuke kabisa kutaka kuleta uhasama kati ya jamii hizi. Tuepuke kuifikisha nchi kwamba mkulima akimwona mfugaji aone ameona adui yake, na mfugaji akiona mkulima aone ameona adui yake. Niliwaambia kule Kilindi na waambieni na nyie, msifike huko, kwa sababu hata mkipigana ardhi haiongezeki. Binadamu wataongezeka, na hata mifugo itaongezeka, na hata wanyama wa porini wataongezeka, lakini ardhi haiongezeki. Hata mchukiane, ardhi haiongezeki. Mnanisikia ndugu zangu wa Kiteto? Hata mchukiane, ardhi haiongezeki. Mtauana bure na ardhi haiongezeki. Sasa kinachotakiwa ni nini? Kinachotakiwa ni kuyamaliza haya mambo kindugu. Mnamaliza kindugu ili undugu uendelee. Kuna mahali hapa katikati tumeacha undugu, ndio mambo haya yanatusumbua. Huu usumbufu wote ni kwa sababu tumeacha undugu. Watu kufanya ubaya imekuwa ni sifa tu, yani wanaenda anafanya uhalifu kibabe, kinyama, na moyo wake unakuwa na amani tu. Hapo ndo tatizo lilipoanzia. Mimi nimetokana na jamii ya kifugaji, nimetokana na jamii ya wakulima. Mwenyewe nimewahi kuchunga. Tena miaka ambayo nimeacha kuchunga ni michache kuliko ile niliyochunga. Ilikuwa ikitokea umelisha shamba la mwenzako, hata kama mwenye shamba hajajua, tulikuwa tunaenda kumpa taarifa. Ukilisha bahati mbaya, mwenye shamba anakuwa hajui, tulikuwa tunaenda kumpa taarifa. Anatafutwa mzee mmoja ama mzee wa boma hiyo, anaenda anamwambia mwenye shamba, bwana, watoto walikuwa wanachunga, imekuwa bahati mbaya wamelisha shamba lako. Mnaalikana wazee, mnaenda kuangalia, mnaangalia palipolishwa. Ndivyo tulivyokuwa tunafanya. Mkiwauliza wazee wakubwa hapa watawaambieni kulikuwepo na heshima hiyo. Halafu baada ya kuwa mmeshaangalia, tena tulikuwa tuende hata mahakamani. Mnakadiriana, bwana, hapo kwa makadirio ya haraka haraka hapa, hii hasara ilikuwaje hii? Anarudishiwa, na siku hiyo amerudishiwa, mnaenda kukaa kikao cha wazee. Kwa sababu ya mwezi mtukufu sisemi na Kwaresima, sisemi mnaenda kufanyaje. Undugu ulikuwepo hivyo.
unalisha bahati mbaya, ukigundua hata kama mwenye shamba hajaona, ilikuwa tunamwarifu. Sasa hivi imetokea hii kasumba, mtu anaenda kulisha shambani kabisa kibabe na anasimamia.